Kama mwenye hisa pekee katika benki hii, sekta ya fedha imeendelea kuwa mhimili muhimu, na washukuru sana kwa gawio hili kubwa. Tuzungumzie ya kwanza au ya pili. Naomba nianze nami kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika hafla hii ya kuadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki ya Watu wa Zanzibar tarehe 30 Juni mwaka 1966. Napenda kuchukua fursa hii kuipongeza bodi ya wakurugenzi, management, wafanyakazi wa sasa na waliostaafu, pamoja na wateja na wadau wote wa PBZ kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 60 ya huduma za benki hii kwa wananchi na kwa taifa letu kwa ujumla. Kwa hakika miaka 60 ni safari ndefu. Hii ni historia ya maono, uthubutu, uzalendo, kujituma na kujenga taasisi ambayo leo imekuwa miongoni mwa nguzo muhimu za maendeleo ya Zanzibar. Tunakupongezeni sana kwa hatua hii. Mheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Benki ya Watu wa Zanzibar ilianzishwa katika kipindi ambacho Zanzibar ilikuwa inaanza kujenga misingi ya uchumi wake baada ya mapinduzi matukufu ya mwaka 64. Dhamira ya serikali wakati huo ilikuwa kuhakikisha wananchi wanapata huduma za kifedha zinazowasaidia kuhifadhi fedha zao, kuwekeza na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa nchi. Tunapoadhimisha miaka 60 baadaye, tunajivunia kuona benki ya PBZ ikiwa taasisi imara ya kifedha inayoheshimika ndani na nje ya Zanzibar na ambayo imeendelea kutekeleza kwa vitendo dhamira hiyo ya waanzilishi wake. Tunajivunia kuona PBZ ikiwa benki inayomilikiwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa 100%, na wakati huo huo ikiendelea kushindana kwa mafanikio na taasisi kubwa za kifedha hapa nchini. Mafanikio haya yanadhihirisha kwamba uwekezaji wa serikali unaweza kuleta matokeo makubwa pale unapokuwa na uongozi bora, uwajibikaji, ubunifu na usimamizi madhubuti. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, katika miaka 5 iliyopita, serikali imeendelea kutekeleza dira ya maendeleo inayolenga kujenga uchumi wa kisasa, jumuishi na shindani. Katika kipindi hicho, tumeshuhudia mafanikio makubwa katika sekta za miundombinu, afya, elimu, uwekezaji, utalii, biashara, uchumi wa bluu, pamoja na mageuzi makubwa ya huduma za serikali kwa kutumia teknolojia. Katika kufanikisha utekelezaji wa mipango hiyo ya maendeleo, sekta ya fedha imeendelea kuwa mhimili muhimu wa kuchochea mafanikio hayo. Kwa hakika, hatuwezi kuwa na uchumi imara bila kuwa na taasisi za kifedha imara. Ndio maana serikali inaendelea kuipa umuhimu mkubwa Benki ya Zanzibar, Benki ya Watu wa Zanzibar na taasisi nyingine za kifedha ili ziweze kuwa chachu ya maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, miongoni mwa mambo yanayotupa faraja kubwa ni kuona benki yetu ya Watu wa Zanzibar ikiendelea kutoa mchango mkubwa kwa serikali na kwa wananchi. Hivi karibuni tumeshuhudia benki hii ikitunukiwa tuzo ya taasisi bora kupitia programu ya Sema na Rais. Tuzo hii haikutolewa kwa upendeleo. Ni matokeo ya juhudi kubwa za benki katika kuboresha huduma, kuimarisha mahusiano na wananchi na kujenga taasisi yenye kuaminika. Kwa mara nyingine tunatoa pongezi kwa bodi, management na wafanyakazi wote wa PBZ kwa mafanikio haya. Aidha, nimefarijika kuona benki yetu hii ikiendelea kuimarika kifedha na kuweza kuikabidhi serikali gawio la shilingi bilioni 15.3. Kiwango hiki cha gawio ni ushahidi wa usimamizi mzuri wa rasilimali za benki
na ni mchango mkubwa kwa serikali katika kugharimia miradi ya maendeleo na huduma za kijamii kwa wananchi. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nawashukuru sana kwa gawio hili kubwa mlilolitoa. Napenda kutumia fursa hii kuipongeza PBZ kwa kuwa mshirika muhimu katika kuwawezesha wananchi wetu kiuchumi. Kupitia huduma zake za kifedha, wananchi wengi wameweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Wakulima, wavuvi, wafugaji, wafanya biashara wadogo na wakati, pamoja na wawekezaji wameendelea kupata huduma zinazowawezesha kuongeza uzalishaji na kuimarisha maisha yao. Aidha, benki hii imeendelea kusaidia juhudi za serikali za kuimarisha ujumuishaji wa kifedha kwa kuwafikishia wananchi huduma za kibenki hata katika maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na huduma hizo. Hatua hizi zimechangia kupunguza changamoto za upatikanaji wa huduma za kifedha na kuongeza ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, sote tunashuhudia kwamba dunia ya leo inaendelea kubadilika kwa kasi kubwa kutokana na maendeleo ya teknolojia. Katika mazingira hayo, taasisi za kifedha pia zinapaswa kwenda sambamba na mabadiliko hayo ili kukidhi mahitaji ya wateja wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Napenda kupongeza juhudi zinazofanywa na benki hii katika kuendeleza huduma za kidijitali, matumizi ya teknolojia za kisasa na mifumo inayorahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Hata hivyo, napenda kuihimiza PBZ kuendelea kuwekeza zaidi katika teknolojia, usalama wa mifumo ya kifedha, ubunifu wa bidhaa mpya na matumizi ya akili mnemba, yani artificial intelligence, ili kuongeza ufanisi na ushindani wake. Mheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunapoadhimisha miaka 60 ya benki yetu hii ya wananchi wa Zanzibar, tunapaswa pia kujiuliza PBZ ya miaka 10, 20 au 30 ijayo tunaitaka iweje? Mimi naiona benki hii ikiwa taasisi ya kifedha yenye nguvu zaidi, yenye mtandao mpana zaidi wa huduma, yenye mchango mkubwa zaidi katika maendeleo ya wananchi na yenye nafasi kubwa zaidi katika uchumi wa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Katika kuyafanikisha malengo haya, ni muhimu benki yetu kuzingatia mambo yafuatayo: kuimarisha mtaji wake, kupanua huduma zake za kidijitali, kuongeza ubunifu wa bidhaa na huduma, kuendelea kuwawezesha vijana na wanawake, kukuza uwekezaji katika rasilimali watu, kuimarisha utawala bora na usimamizi wa viashiria vya hatari, na kuendelea kuwa mshirika wa serikali katika utekelezaji wa ajenda za maendeleo. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, tukiwa tunafurahia mafanikio ya miaka 60 ya benki ya Zanzibar, napenda kutumia fursa hii kutoa pongezi maalum kwa viongozi wote waliowahi kuitumikia PBZ tangu kuanzishwa kwake mwaka 66. Tunawakumbuka na kuwathamini wote walioweka misingi ya mafanikio tunayoyaona leo. Aidha, tunawapongeza wafanyakazi wote wa PBZ kwa kujituma kwao, pamoja na wateja ambao wameendelea kuiamini na kuiunga mkono benki hii kwa miaka mingi. Ni dhahiri kuwa mafanikio ya PBZ ni mafanikio ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mafanikio ya PBZ ni mafanikio ya wananchi wetu, na mafanikio ya PBZ ni sehemu ya mafanikio ya juhudi za serikali katika kujenga uchumi imara na endelevu. Napenda kuipongeza tena benki yetu ya wananchi wa Zanzibar kwa kutimiza miaka 60 ya mafanikio katika utoaji wa huduma zake. Wito wangu kwao, wazidishe jitihada ili benki iendelee kuwa benki ya watu na chaguo la watu. Kwa pamoja,
Tuendelee kushirikiana kuijenga PBZ kuwa benki kinara katika ubora wa huduma, ujumuishaji wa kifedha, ubunifu na maendeleo kwa wananchi. Kabla sijahitimisha, napenda nimalizie kwa kusema machache kuhusu yale tuliyoyasikia leo hapa. Wazungumzaji wote walionitangulia wametoa historia ya benki yetu ya Zanzibar. Kwa kweli tunajivunia kwamba tuna taasisi ya kifedha ambayo imekuwa msaada mkubwa katika ukuzaji wa uchumi wetu. Lakini tusibweteke. Hapa tulipo bado hatujafika. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Na mimi ni mmoja katika ninaotaka tuione PBZ kwamba ni benki, tusizungumzie tena ya 6 au ya 7. Tuzungumzie ya kwanza au ya pili. Uwezekano huo upo, na tunataka tuseme kwamba serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kama mwenye hisa pekee katika benki hii tutaendelea kuipa kila aina ya msaada ili iweze kufanikiwa zaidi.